Moja ya swali ambalo watu wengi sana huwa wanajiuliza ni je, Japan ina nuclear? Nchi ya Japan ndo nchi pekee duniani ambayo imewahi kupigwa na nuclear. Kwa hiyo hii ikawafanya watu wengi sana wajiulize, baada ya kupigwa na nuclear, je, wamewahi kuanza kutengeneza silaha za nuclear ili wajilinde? Na hiki ndo kitu ambacho tutakizungumzia leo. Lakini pia Korea ya Kaskazini. Korea ya Kaskazini ipo karibu na Korea ya Kusini. Korea ya Kusini. Korea ya Kusini ipo karibu na Korea ya Kaskazini. Korea ya Kaskazini ya Kim Jong Un wana nuclear. Watu wengi wanajiuliza, je, adui yao wa Korea Kusini ana nuclear? Yote haya nitaelezea siku hii ya leo. Hii ni Rachel Robin Online TV na mimi ni Rachel Robin. Usisahau kusubscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata video zangu kama hizi. Katika vita kuu ya pili ya dunia, Mjapani alikuwa upande wa Mjerumani. Kwa alikuwa ni adui wa Marekani na Warusi na washirika wao. Na Mjerumani tayari yeye alikuwa ndo wa kwanza kuanza kufanya majaribio ya kutengeneza silaha ya nuclear kabla ya Wamarekani na Warusi. Mjerumani alikuwa ni wa kwanza. Kwa hiyo wakati Mjerumani anafanya yake na Mjapani pia naye akawa anafanya yake ya kuanza na yeye kutengeneza silaha za nuclear kipindi hiko cha vita kuu ya pili ya dunia. Kwa hiyo Mjapani tayari alitengeneza miundombinu yote ya kutengenezea silaha za nuclear, madini, lakini alikosa vitu na yeye vingi kama ambavyo Mjerumani alikuwa anakosa, kutokana na kwamba mwisho wa siku hao walikuja kuelemewa vitani. Kwa hiyo ikawa inawawia vigumu wao kuweza kupata malighafi ya kutengenezea nuclear. Kwa hiyo hii ikamfanya Mjapani akashindwa kutimiza azma yake ya kuwa nuclear power kama ilivyo kwa Mjerumani, na mwisho wa siku akapigwa. Mwaka 1945 aliposalimu amri, ilikuwa tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka 45 Japani. Basi kwa hiyo pale akawa sasa hana makali tena. Wakawa wanamwangalia kwa ukaribu kwa kila kitu, hasa wa Marekani. Wanamwangalia kwa ukaribu kwa kila kitu. Na ilikuwa ni muhimu kwa Marekani kumwangalia kwa ukaribu kwa kila kitu, kwa sababu kama Japani angetengeneza nuclear, maana yake ingekuwa ni kwa ajili ya kulipa kisasi kwa Marekani. Kwa hiyo Mjapani akawa ana miundombinu na kila kitu, lakini kutengeneza silaha hawezi, ila kutumia ile miundombinu kwa ajili ya nishati ndio anaweza. Na Mjapani akawa sasa tayari kashawekwa katika 18 za Marekani, hawezi kufurukuta, hawezi kufanya nini. Kwa hiyo maisha yakaendelea. Ilipofika mwaka 67 wakamsainisha mkataba. Mkataba unaitwa 3 Non-Nuclear Principle. Kwa Kiswahili tunaweza tukaiita principle au kanuni 3 za kutokuwa na nuclear. Kanuni zinasemaje au hizo principles zinasemaje? No production, yani hakuna tengeneza. No possessions, yani hakuna kuwa nazo. Yani hata kama hujatengeneza, mtu akisema anakuhamishia anaziweka kwako, hakuna. Na no introduction of nuclear weapon, yani hakuna kutambulisha silaha za nuclear. Kwa hiyo mkataba akasaini 67. Ilipofika mwaka 68 Umoja wa Mataifa akawa ameandaa ule mkataba wa Non-Proliferation Treaty NPT. Nchi 191 zikasaini, wakiwepo wa Japan nao wakasaini ule mkataba. Kwa hiyo Mjapani amesaini ule mkataba, hatakiwi kisheria kuwa na nuclear, lakini ana miundombinu yote ya yeye kuwa na nuclear. Kwa hiyo ana uwezo wa kuwa na nuclear wakati wote ule akitaka, lakini tu anaogopa kutokana na kwamba hii inaweza ikamletea matatizo na Marekani ambao sasa hivi wamekuwa ni marafiki. Kwa hiyo hivi ndivyo ilivyo. Yuko katika hatari Mjapani kwa sababu yupo karibu na Korea ya Kaskazini. Na Korea ya Kaskazini ana nuclear na kila siku huwa anazitesti, na mara kwa mara anatesti na anatesti kuelekea katika bahari ya Japan. Kwa hiyo yuko katika hatari. Lakini kuna kitu kinaitwa mwamvuli, nuclear umbrella. Mjapani yuko katika mwamvuli wa nuclear za Marekani kisheria. Yani in case Kim Jong Un akimpiga na nuclear Mjapani, basi Marekani ataingilia ile vita labda na kumpiga kupambana na Kim Jong Un. Lakini watu wanasema wana doubt. Kwa sababu si Marekani tu, yani nchi yoyote ile, hata pengine ingekuwa mimi. Yani hii nuclear ni silele mama. Kuingilia vita ya nuclear silele mama, kwamba ukienda kumsaidia mwenzio na wewe uko ardhi yako inaweza ikapigwa na nuclear. Na Kim Jong Un ana makombora ya kutua mpaka Marekani sasa hivi. Kwa hiyo ni hatari. Kwa hiyo lakini kwa kuwa ili haya yasitokee, kwa hiyo ni wazi kabisa nafikiri wana avoid kwenda mbali zaidi katika kuchokozana na Kim Jong Un. Lakini tu ndio hivyo, kisheria yuko chini ya mwamvuli wa nuclear wa Marekani Mjapani.
Na siku yoyote Mjapani akiamua kuwa na, sasa hivi tayari kuna baadhi ya wanasiasa wa Japani wamekuwa wakilalamika kwamba yani tutatunishiwa vifua na Kim Jong Un mpaka lini, na sisi tunataka basi tuwe na sisi na nuclear. Lakini serikali yao wengine wanasema hapana, tutamuuzi Marekani. Hapana, tayari tuna mahusiano, kwa sababu hakuna mtu ambaye Marekani atakosa usingizi akimwona ana nuclear kama Mjapani. Japo wanapatana, lakini hii ni siasa. Katika siasa kugeukana ni dakika mbili, na hizi nchi zote, kila nchi inataka hiyo superpower ya dunia, unaona. Kwa hiyo kugeukana ni dakika mbili katika siasa. Kwa siku Mjapani akiwa nuclear, Marekani lazima atahisi kwamba Mjapani anataka kulipa kisasi, na hizi nchi kuna wakati mwingine inaweza ikapita hata karne nzima vitukuu vikaja kulipa kisasi. Kwa hiyo Marekani hakuna nchi ambayo anailinda ili sije kuwa na nuclear kama Japan, umeona, kama anavyoilinda Iran kwa sababu ya Israeli, na yeye pia anailinda Japan, anajua siku moja pengine wanaweza kutaka kulipa kisasi kwao. Vipi kuhusu Korea Kusini? Korea Kusini ni mshirika mkubwa wa Japani na ni mshirika mkubwa wa Marekani, na ni adui mkubwa wa Korea Kaskazini, ndugu zao wa damu waliotenganishwa kupitia siasa. Sasa kuanzia miaka ya 70 Korea Kusini walikuwa wanatamani na wenyewe kuja kuwa na nuclear. Kwa hiyo Marekani kuona hivyo akaona hii itakuwa hatari. Kwa hiyo wakasainishwa mkataba wa NPT mwaka 75. Kwa hiyo wale nao wa Korea ya Kusini na wenyewe pia wako katika mwamvuli wa nuclear wa Marekani, nuclear umbrella ya Marekani. Kwa hiyo in case Kim Jong Un akianzisha vita ya nuclear na Korea Kusini, wa Marekani wataenda kuwasaidia Korea Kusini. Lakini kama tunavyosema, hii ni nuclear. Vita ya kawaida mtu anaweza kuja kukusaidia vizuri, lakini vita ya nuclear mtu akija kukusaidia na maana na yeye anajiriski kurushiwa nuclear katika ardhi yake. Kwa hiyo ni hatari sana. Umeona? Kwa hiyo na wenyewe pia walikuwa wanatamani ila hawana. Lakini pia nafikiri na wenyewe wana miundombinu tu labda ya nuclear za nishati, lakini si za silaha. Pia ndani ya Korea Kusini kuna vyama vya kisiasa vile vya wapinzani, na wenyewe vinasema bwana, sisi tutamsikiliza Marekani mpaka lini, na sisi tunataka tuwe nuclear power, tutatishiwa na Kim Jong Un mpaka lini, waona tunakaa kinyonge hivi na hivi. Wanalalamika wanasiasa wengine kwamba tunataka na sisi tuwe na nuclear. Kwa hiyo ipo siku pengine kunaweza kuingia viongozi pale wakaamua na wenyewe kuwa na nuclear, lakini watawekewa vikwazo sana na wa Marekani. Ila kwa sasa hivi wale wako chini ya mwamvuli wa Marekani, lakini jirani yao Kim Jong Un ana nuclear, na wengi wanasema ni hatari sana. Umeona? Japo Kim Jong Un hajawahi kutumia nuclear kupiga mtu yoyote, umeona, lakini tu amekuwa akitengeneza silaha za nuclear sana sana sana, ndio anazipa kipaumbele. Kwake yeye ndio njia pekee ya kumlinda dhidi ya adui zake waliomzunguka ambao ni wa Japani, wa Korea pamoja, wa Korea Kusini pamoja na Marekani. Kwa msiofahamu, pale Korea Kusini ndipo kwenye kambi ya jeshi kubwa ya Marekani, nafikiri duniani nje ya Marekani, ni pale Korea Kusini. Kwa hiyo Kim Jong Un kakaa karibu na kambi kubwa sana ya jeshi ya Marekani, inaitwa Camp Humphrey, kitu kama hicho. Umeona? Kwa hiyo hii inamfanya Kim Jong Un naye azidi kila siku kutaka kujitatiti dhidi ya Wamarekani. Otherwise anapigwa, Korea yake inaunganishwa na Korea ya Kusini, kunakuwa kuna Korea moja, alafu inakuwa labda chini ya Marekani. Hiyo inaweza ikatokea. Kwa hiyo amekuwa akijitatiti sana katika hili. Kwa hiyo hii ndio historia fupi ya Japan pamoja na Korea ya Kusini katika swala zima la nuclear. Wako chini ya miamvuli ya Marekani. Lakini kama nilivyosema, kuna kuhamishiana nuclear. Marekani anaweza akasema anazihamishia nuclear zake kule, lakini kama nilivyosema ni hatari. Umeona, hii ni siasa, watu hawaaminiani. Wale ni watu wa Asia, Marekani wazungu. Sidhani kama anawaamini kiasi hiko. Lakini Marekani kuwaamini wazungu wenzie bara la Ulaya anawaamini. Zipo nchi bara la Ulaya ambapo Marekani kahamishia nuclear. Warusi nao wamehamisha nuclear zao nyingine, wamewapa Belarus, ni ndugu zao, wanaaminiana. Lakini kuamini watu wa bara la Asia siku moja wanaweza ukageukana. Hii ni siasa. Na kama nilivyosema, Wamarekani wanajua wa Japani wapo ambao bado wengine wana kisasi kwamba jamani, tulipigwa na nuclear, sisi ndio nchi pekee kupigwa na nuclear. Kwa hiyo hivyo. Lakini hao watu sasa hivi ni washirika wazuri na wanaelewana sana. Kwa hiyo mkiona nchi inakatazwa kukua na nuclear kwa sababu ya ule mkataba wa NPT, lakini pia kuna sheria za jinsi ya kutest nuclear. Kwa mkiona Kim Jong Un anapigiwa kelele juu ya kutest nuclear, ni kwa sababu kuna baadhi ya sheria huwa anazipindisha katika kutest. Ndio maana huwa wanampigia kelele, na ndio maana hamsikii Marekani na Warusi wa China wakitest nuclear kama anavyotest Kim Jong Un, kwa sababu wale wanafuata sheria.
Msahau kusubscribe hapo chini muwe wa kwanza kupata habari zangu kama hizi.